tumelamba dume. Simba itakuwa imepata mtu sahihi na yeye hatojutia, kachagua sehemu sahihi. Kwa kweli kutakuwa na mabadiliko makubwa sana, yaani katika Simba zote zilizopita naipa Simba ya Bakari inayokuja itakuwa Simba moja hatari sana. Nataka niwaambie ndugu zangu, mwakani tunaandaa AFCON kama Tanzania, lakini sioni kama kutakuwa na mwamuzi wa Tanzania atakayechezesha AFCON kutokana na mambo wanayoyafanya. TFF, bodi ya ligi, wajitathmini. Nilikuwa naona hata baadhi ya kanuni za ligi kuu zingefanyiwa marekebisho. Sasa hii itakuja kufika mahala, kama ni hivi hawajadhibiti, iko siku watu watauana. Kama imefikia mahala kushuka kupiga wasabi, iko siku watu watashuka jukwani watamkamata. Alafu sasa wakimkamata itakuwaje? Itakuwa ni hasara. Ina maana TFF wanataka ligi litokee tukio la kustabisha ndo wachukue hatua. Story kubwa ambayo imeteka vyombo vya habari kwa upande wa viunga vya Msimbazi, inatajwa ama inasemekana kwamba CEO wa Mtibwa bana Aboubakar Swabri ameteuliwa kuja kuwa mkuu wa kitengo cha operation pale Simba Sports Club kusaidiana na mtendaji mkuu CEO Bi Zubeda Hassan Sakuru. Bana, huu ni usajili wa dirisha halijafunguliwa kwa upande wa wachezaji, lakini Simba ni kama wameanza kufanya maboresho kwenye baadhi ya vitengo kuelekea msimu ujao. Aboubakar Swabri, kwanza unamfahamu kivipi kwanza na kile ambacho anafanya? Namfahamu vizuri sana, zaidi ya miaka 10 na akiwa Mtibwa. Yule Abubakari wa Mtibwa. Mtibwa naweza kuambia hakukuwa na vitendea kazi, lakini kafika sehemu sahihi. Abubakar ni mtulivu na anajua anachokifanya, ninavyomfahamu mimi. Hao wachezaji wote kina Kibabage kina nani kawatengeneza yeye. Mtibwa alikutana na changamoto tu, mahitaji yake yalikuwa haendi vile inavyotakiwa. Lakini Abubakar baada ya kuja Simba, kama ni kweli, sababu haijadhibitishwa, kama ni kweli tumelamba dume. Simba itakuwa imepata mtu sahihi na yeye hatojutia, kachagua sehemu sahihi. Kwa kweli kutakuwa na mabadiliko makubwa sana, yaani katika Simba zote zilizopita naipa Simba ya Bakari inayokuja itakuwa Simba moja hatari sana kwenye kitengo chake. Labda ni kutokana na historia ambayo ya kile alichokifanya, hasa kuamini katika vijana na kuwaibua. Tunazungumzia kina Nixon Kibabage, akina Dickson Job, akina Kibwana Shomari na wengineo wengi sana ambao wamenini, na falsafa za Steve Barker ni kama pia naamini zaidi kwenye soka la vijana. Hii labda inakwenda kutengeneza bondi ya aina gani? Itatengeneza combination moja nzuri sana. Steven Barker kama coach mkuu na Abubakari kama CEO, au watu mkuu wa kitengo cha operation atapaswa kuripoti kwa afisa mtendaji mkuu, kwa maana kama msaidizi. Naam. Steve Barker tutapokutana na Bakari kutakuwa na mambo moja mazuri sana. Unajua kuna watu wanajiuliza Bakari ni nani? Watu wengi wamfahamu. Watu wanaanza kumfahamu Bakari baada ya kusikia anakuja Simba. Watu ndo wanaanza kutafuta huyu bwana ni nani? Tunamfahamu mko Mtibwa muda mrefu na anaifanyia nini Mtibwa? Mtibwa, unapohitaji Mtibwa na Simba ni vitu viwili tofauti. Budget nini Simba bado iko juu, na level ya Mtibwa na Bakari kulikuwa na vitu alikuwa havipati kwa wakati sahihi, yani havipati. Lakini Simba nadhani kila atakachoomba akipatiwa na akavipata, tutakuwa sehemu moja nzuri sana. Tutakuwa na vijana wengi zaidi unavyofikiria wewe. Hao kina Hussein Mbegu watakuwa zaidi ya 30 ndani ya timu. Kwa hiyo ile inaweza likaa kama ni dodo ama shavu kwa vijana limeanguka kwenye mchini ambao wapo wa under 20, under 17. Kabisa na jinsi ninavyomfahamu mimi atatengenezea timu ya vijana moja nzuri sana. Tuna timu ya vijana nzuri sana under 20 iko chini ya John Boko. Kwa kuangalia waongeze wapi, tutakuwa na timu moja nzuri sana kabisa. Nimefurahi sana mimi binafsi kumpata Abubakar. Kama ni kweli watakapodhibitisha, nimefurahi sana. Kwa kuelekea baada ya misimu ijao miwili mitatu mbele huko, stories za Simba kwamba twende tukanunue tena mchezaji nje zitakuwa ni chache tena, sio tena kugombea wachezaji nje. Lazima nje tutanunua. Zitapungua sasa. Zitapungua kutokana na mahitaji, lakini tutakuwa tunaangalia ni quality gani mpaka tutoke nje. Huyu ana kitu gani, tutaenda nje. Lakini kwa miaka miwili nakupa tutakuwa na timu nzuri sana kutoka under 20 kuja timu kubwa kwa kweli kabisa.
tutakuwa na timu nzuri sana under 20. Wana Simba watarajie makubwa. Wana Simba watarajie mambo makubwa sana. Wana Simba watarajie mambo makubwa sana kutoka kwa Bakari sana kabisa. Yes, bana, hiyo ilikuwa ni historia ya pili, lakini historia tatu ambayo SFTV tuko nayo ndani ya wiki hii ni faini ambayo tumepigwa wekundu wa Msimbazi Simba kutokana na kile ambacho kilitafsiriwa ni mashabiki kutokuwa na mchezo wa kiungwana kwa mujibu wa taarifa kutoka bodi ya ligi. Faini zimeendelea kuwa nyingi lakini hasa kutokana na kile ambacho kimekuwa ni mashabiki kuto kuridhishwa na waamuzi, na ambao wakati mwingine tunaona wamekuwa kila wakikutana na adhabu kutoka bodi ya ligi. Hili labda kwa upande wako unalizungumziaje? Hili swala kwangu mimi kwanza ni kichefuchefu, linatia aibu kubwa sana. Nataka niwaambie ndugu zangu, mwakani tunaandaa AFCON kama Tanzania. Lakini sioni kama kutakuwa na mwamuzi wa Tanzania atakayechezesha nini AFCON kutokana na mambo anayoyafanya. Kwa kweli inatia kichefuchefu. Haiwezekani Somalia hakuna ligi ndani ya miaka 35 mwamuzi anateuliwa kwenda kuchezesha kombe la dunia. Unajua ni vituko. Mwamuzi anatoka Somalia kwenda kuchezesha World Cup Marekani. Sawa. Lakini si tuna utulivu, tuna amani, tunapata kila tunachokipata. Hatuna mwamuzi yote hata anaenda AFCON. Hatuna. Kwa sababu ipi? Kwa sababu gani? Waamuzi wote sijui wanapatwa na kitu gani? Haiwezekani. Angalia, ukianza kuhesabu zaidi ya waamuzi 10 na wamehusika kwenye mechi za Simba. Iliniumiza sana. Goal clear kabisa, afu nasema so goal. Timu A imefaidika, timu B haijafaidika. Afu kesho tunaambiwa anachukuliwa hatua, matokeo yanabaki kama ilivyo. Kwa kweli waamuzi wajitathmini. Yaani waamuzi wajitathmini. Hivi haoni aibu? Rwanda, Burundi zinachezesha AFCON waamuzi. Sisi Tanzania, Kenya juzi Hussein kachezesha finali ya Mamelodi na FAR. Kijana mdogo Kisomali yule, si miaka 24. Kachezesha Mamelodi na FAR. Kijana mdogo kutoka Kenya hapo. Sisi je? Paka lini? Alafu unasema ligi bora. Ligi nambari 6 barani Afrika. Kwa kipi sasa? Haya, una ligi bora waamuzi? Hiyo ligi bora inatokana na nini sasa? Ligi bora huna waamuzi bora, inakuwaje? Labda na hizi adhabu ambazo zimekuwa zikitolewa zinaendana na kile ambacho wamekuwa wakifanya ama kusababisha kwa vilabu vingine. Hizi adhabu naona zinaumiza tu upande mwingine, kwa sababu yule mwamuzi kashafanya kwa matakwa yake, anayejua ikitokelea adhabu yeye hana shida. Hana shida. Nyie mtaendelea kuumia, yeye endelee na shughuli zake zingine bana. Kwa hiyo kungekuwa wanaathirika, haya mambo yasingekuwa yanafanyika. Labda ingekuwa wanaguswa kabisa, ili mwenzangu kafanya hivi imekuwa hivi. Hapana, hawaathiriki chochote, ndio maana wanarudia makosa yale. Angalia mwamuzi wa Simba na Pamba. Nini alichokuwa anakifanya Hans Mabena? Kafanya nini pale kama mwamuzi? Kweli? Yule hafai hata kuchezesha, hata ndondo hafai kuchezesha. Alafu nasema ni mwamuzi wa FIFA. Kweli? Hapana, yaani TFF bodi ya ligi wajitathmini. Nilikuwa naona hata baadhi ya kanuni za ligi kuu zingefanyiwa marekebisho. Kweli kabisa. Hiki sasa ndio kinachofanyika sasa. Mashabiki wanataharuki sasa. Ndio. Kwa sababu mashabiki hatufanani ndugu yangu. Mimi kwa hivi, huyu yuko vile, huyu yuko vile. Sasa mwingine anavyoona vile tayari anashuka kutoka jukwani moja kwa moja chini. Sasa hajui anaiathiri timu. Timu inakumbana na fine milioni 10, milioni 10, milioni 5. Hii ni kutoka na mashabiki ambao hawana subira. Sasa hii itakuja kufika mahala. Kama ni hivi hawajadhibiti, iko siku watu watauana. Kama imefikia mahala kushuka kupiga wasabi, iko siku watu watashuka jukwani watamkamata. Alafu sasa ukimkamata itakuwaje? Itakuwa ni hasara. Ina maana TFF wanataka ligi litokee tukio la kustabisha ndo wachukue hatua. Ungechukua hatua sasa hivi. Wajitafakari. Kwa nini Simba? Kwa nini mashabiki wa Simba? Mbeya umeona tukio lolote? Ilikuwa pamoja la Ismail Ture ndio maana nakwambia hivi. Mbeya angalia kilichotokea jana Arusha. Kwa hiyo kwa kweli naomba sana waamuzi waangalie wanachokifanya, na baadhi ya mashabiki wa Simba. Mimi narudi hapa, baadhi ya mashabiki wa Simba wanaitia klabu hasara. Ukipiga hesabu za haraka karibu milioni 60 safari hii zimeingia huko. Ilikuwa zisaidie timu, lakini zinaenda kwa bodi ya ligi.
inaniumiza mimi kwa kweli. Ndio hatufanani, lakini kila mmoja na mapenzi yake, lakini bado wanaiumiza klabu, bado bado. Hapa tujitathmini sana, wapunguze munkari, wapunguze. Tunaitia klabu hasara. Milioni 10 ni nyingi sana kwa Tanzania. Sawa. Kuna klabu haziingizi chochote, haziingizi chochote. Kwa hiyo naomba sana washabiki wajitathmini, yaani wasiwe na taharuki. Wao haya mambo ya kwa mitandao, mambo mengine waachane nayo, wadili na timu yao, wadili na viongozi wao. Wewe hujui, kiuliza mwenzako. Ukiuliza paka mtu watatu wanne utakuwa umepata ukweli, kuliko kuona kitu na kuanza kutaharuki na kuwa haisaidii chochote. Yes, bwana, hizo ni story kuu muhimu ambazo sisi kama SFTV tumeziangazia wiki hii kutoka katika viunga vya Msimbazi. Lakini nikukumbusha tu kwa yeye ambayo unaifuatilia SFTV, kama bado huja subscribe, like na kucomment kwenye kile ambacho tumekuwa tukikifanya. Muda ndio huu, tunapatikana kama SFTV pale YouTube, lakini pia tunapatikana kama Sauti ya Mashabiki pale Instagram, SFTV kwa upande wa Facebook. Huko ndio tunakopatikana. Kwa wanasimba wote, hii ndo familia yenu kubwa. Kama una chochote, una maoni yote ya kujenga Simba Sports Club, basi usiache kutufuata ili kuzungumza kile ulichokuwa nacho kwenye top stories za SFTV ya wiki hii. Hapo tunakomea hapo. Langu jina ni Official Kojani Finest.